Kama Singida Gospel tulikuwa tunaomba tupate tuzo hii ya dada yetu, na ni dada mzuri aliyokoka na anampenda Yesu sana. Alikuwa anapambania tuzo ya Best Salonist pamoja na Hair Stylist. Ni Kiri Saluni tena. Alichukua tuzo hii ya mdau shupavu katika mkoa wa Singida. Na sasa tunajivunia kwa sababu amekuwa wa pili, amechukua na nafasi ya pili katika tuzo za kanda. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwako wewe inaashiria nini kuwa na tuzo ya namna hii? Nimekushikia tu hapa. Mimi nafurahi. Nimefurahi, nilifurahi. Pia tulikuwa na mashindano ya mwanamke kinara kanda ya kati. Nimepata certificate ya pongezi. Nilifurahi pia kushiriki huko. Kingine kikubwa ambacho tuko nacho hapa, napenda kualika wadau wote wa Singida. Kuna tamasha kubwa zuri. Nadhani litakuwa ni tamasha la kipekee sana katika mkoa wetu, kwa sababu tumealika watu wengi sana kutoka ndani na nje ya mkoa wetu. Jamani, Neema Gospel atakuwepo. Nadhani naelewa na vibe lao mnalijua. Singida wanaenda kukiamsha. Yaani tuwe tayari kupokea vitu vizuri kutoka nje na ndani ya mkoa wetu, bila kusahau Gofana. Wazee wa Masebene watakuwepo pale, na kwaya nyingine nyingi kutoka nje na ndani ya mkoa wetu. Tamasha litafanyika Ititi, wote tuwepo. Mkuu wa mkoa Mheshimiwa Halima Nedegu atakuwa mgeni rasmi katika tamasha letu. Kama mkuu wa mkoa atakuwepo, wewe ni nani usiwepo? Mimi naahidi nitakuwepo, mkuu wa wilaya na viongozi wengine. Kwa wote tushiriki pamoja, tuungane pamoja, tuje tumsifu na kumwabudu Mungu katika viwango vya tofauti, haijawahi tokea. Karibuni sana. Hii tuzo yako kibibilia unawapa mstari gani wa andiko? Yaani hii tuzo hii yani kibibilia yani. Kuna mstari wanaupenda. Nasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Hivi ulishasikia kuna kitu kinasema tukifika mbinguni tutapewa nini? Taji. Hivi kati ya tuzo na taji vina tofauti hapo? Ndio, kuna tofauti, ndio maana ikaitwa taji, nyingine ikaitwa tuzo. Tutofautishie tofauti yake. Tunapozungumzia tukifika mbinguni tutavikwa taji. Hapo tunaongelea pande mbili tofauti, kuna kiroho na kimwili. Sasa mbinguni ni kiroho au kimwili? Mbinguni ni kiroho, yani ukishasema tu mbinguni, mwenyewe mbinguni sipajui, ila naamini kuna mbinguni, kuna mbingu. Ukija kimwili naweza nikaelezea nini maana ya taji. Sasa sijajua unazungumzia nikizungumzia tuzo mbinguni atukutani nazo. Sijaona sehemu ilikuwa andikwa tuzo zaidi ya taji, tutavikwa taji. Kwa hiyo tuzo hizi ni za Kiri Saluni zinaishia hapa. Afu taji mbinguni. Basi mimi nikuulize swali moja. Mimi sielewi. Hivi mbinguni tutaenda kuabudu au tutaenda kusifu? Tutakwenda kumsifu na kumwabudu Mungu. Vyote tutafanya. Kusifu na kuabudu ni kitu kimoja? Ni vitu viwili tofauti, ni kitu kimoja, kwa sababu vyote viko kwa ajili ya kumwadhimisha Mungu, kumtukuza Mungu, ila kwa namna mbili tofauti. Kule mbinguni tutaimba na kucheza. Ndio. Kule mbinguni tutaimba na kuabudu. Tutaimba na kucheza ndio, alafu tutasifu na kuabudu. Utusaidie na wewe. Tutaabudu mbinguni. Tutaabudu. Sawa. Kwa ule wimbo wa Musa utakuwa ni wa kuabudu, utakuwa namna gani? Sijajua nitakuwa ni upi, lakini lengo kubwa ni kumsifu Mungu. Kusifu sasa na kuabudu na nchanganya hapo najua. Basi lengo kubwa ni kuabudu au kusifu? Naomba nikupe maana tofauti ya hivi. Ndio mchungaji. Kumsifu Mungu ni kutaja matendo makuu ambayo Mungu amefanya, kuelezea uzuri wa Mungu. Huko ndo kumsifu Mungu. Kumwabudu Mungu ni kuliadhimisha jina lake. Sifia? Kuliadhimisha ni sijui tani. Kuadhimisha ni kufanyaje? Kumwabudu yani ni kama kuappreciate. Sio kusifia? Mungu akubariki sana. Hii ni Singida Gospel na mimi ni Aidan Vivi.